Habari na kukaribisha, mimi naitwa Samuel Daudi na hii ni Sam Diary, na hapa tuna share stories za maisha ili kuweza kujua tunajifunza wapi tulianguka, alafu wapi mimi nitarekebisha. Leo nimepata bahati ya kufika hapa, panaitwa Surrender for Freedom Treatment Sober House. Hapa ni nyumba ambayo inatoa matibabu, yani tunakuweka unakuwa safi tena. Nikisema hivyo Kiswahili kina maana mengi, lakini niko na mkurugenzi Hassan Ali. Brother, yes. Habari za wewe bwana? Salama brother. Samuel Daudi. Naam, mimi nimefurahi bwana kukukuta hapa. Ndiyo. Na kukuona kazi inavyozidi kwenda. Ndio. Imekuwa ni jambo kubwa sana. Kabisa, Mungu ni mwema. Unajua tukiwa tunamtegemea Mungu kutuongoza na kutuelekeza, hamna kinachoharibika. Kwa Kiswahili wanahitaji hii sober house kwa Kiswahili? Hizi zinaitwa nyumba za upataji nafuu. Upataji nafuu. Nyumba za upataji nafuu. Naam. Ndio. Hii imewezekanaje hii? Manake naona mazingira safi, kila kitu yani safi kabisa. Hii imewezekanaje sasa? Sisi kwanza, unajua hatufanyi kienyeji, ni nyumba ambayo ni taasisi imesajiliwa rasmi kabisa na serikali, lakini pia tuna waratibu wetu. Naam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa kulevya. Ndo wawakilishi wa serikali kuturatibu sisi uendeshaji wetu. Kwa hiyo kuna miongozo, kuna maelekezo ya vipi nyumba inatakiwa kuwa na sifa gani, sio? That's why you see inakuwa hivi. Kwa hiyo kila siku tunajaribu kufanya extra, sio? Ili watu wapate huduma nzuri zaidi. Hongera sana brother. Asante sana brother. Brother, mimi natamani kupata historia kidogo kutoka kwako. Ndio. Mimi naweza nikawa nafahamu kidogo, lakini natamani tupate kushare ili kijana ambaye anaangalia au kijana labda alikuwa haoni kama vitu vinawezekana, kaweze kujua kwamba hili jambo linawezekana. Mimi natamani kujua historia yako kidogo kwanza. Uchache. Hassan ni nani? Okay. Ametokea wapi? Ndio. Na mpaka hapa sasa ambapo tumefikia. Mimi kwa jina naitwa Hassan Ali. Mimi ni mzao wa mkoa huu wa Arusha, mjini kati pale. Chugastan. Mjini kati, na mimi nimezaliwa kwenye zile familia tunaziita zile kubwa extended, naweza kusema, kwa sababu ni familia ambaye baba na mama mwingine na mama mwingine alafu na mama yangu. Tuko wengi sana. Sawa. Ni tumbo la mama yangu tuko kama 7. Naam. Ndio mjini kabisa pale Kaloleni. Nimesoma shule tofauti. Sawa. Kwa sababu hata leo niko hapa, mimi pia ni kama hawa watu ambao nawahudumia. Sawa. Huko shuleni nimekuwa mtundu sana, nimepoteza sana, nimeharibu sana. Sio, kwa hiyo nimesumbua wazazi sana. Kwa hiyo nimesoma shule tofauti, nimesoma shule ya Meru Primary School. Sawa. Ya Arusha mjini pale. Nilifika darasa la 5 kwenda la 6 nikahamishwa. Nikapelekwa shule Kenya. Meruka boda na Manga, kuna mji unaitwa Kajiado pale, kuna shule moja inaitwa PBS, Primary Boys School. Hiyo shule zamani ilikuwa kambi ya jeshi. Sasa baada ya kufungwa kambi ya jeshi ikawa shule ya serikali. Sawa. Na kipindi hicho sisi tunasoma shule ile iko porini Masaini. Kwa hiyo Wamasai walikuwa wanahimizwa kusoma. Kwa hiyo tunasoma na mabrother asubuhi Jumapili. Ilikuwa ni kama shule ya kimkakati. Siku ya Jumapili unasoma na watu wanasheva na kangua ndevu, sio? Wakubwa kutuliko, sio? Lakini nashukuru kusoma kule kwa sababu kwa njia moja au nyingine kuna vitu vilinijenga. Kwa sababu hata lugha kidogo ya Kiingereza, unajua elimu ya wenzetu kule wameka kipaumbele lugha ya Kiingereza kuliko Kiswahili. Kwa hiyo ilikuwa pia ni nafasi kidogo ya kujifunza hiyo lugha, sio? Nimesoma nimemaliza darasa la 8 pale KCPE. Lakini niliporudi huko nilishindwa kuingia sekondari kwa sababu sikuwa na cheti cha darasa la 7. Kwa hiyo ilibidi nirudie niweze kupata cheti. Kule ulipiga paka la 8. Baada ya kupata cheti huku nikaenda shule moja. Kuna hadithi nyingi hapo katikati tunaziruka tu. Nikaenda shule moja ya Islamic. Ni shule ambayo ilikuwa very strict. Kwenye hiyo shule nilisoma mwaka mmoja tu. Lakini wakati ninasoma yani naona kama vile tabu sana, shida sana. Ilikuwa na sababu vingi form 1. Na baadaye ilibidi tuletwe day school. Huko tumesoma boarding, nikalalamika na huku tena boarding nikaletwa day. Naweza kusema kuja day nilikuwa huru zaidi. Na palipelekea maharibiko kwa njia moja au nyingine.
na hapo kuna la kujifunza, kwa sababu pia katika mikimbizano haya ya masomo na nini, hapo katikati kuna stress nyingi, kuna conflict zilikuwa zinatokea hata za wazazi wenyewe kwa wenyewe pia zilikuwa zinatuathiri, sio? Yeah. Lakini leo hatulaumu yale yaliyopita, tuna focus na hapa na sasa. Sawa. Kwa sababu tumekuja kujua chanzo nini, sababu nini hadi kuingia kule baada ya kutoka, sio? Leo siku na neno tunasemaga God is never late. Nilimaliza shule ya sekondari hapo Arusha Meru, enzi hizo shule ya Arusha Meru mjini pale. Kwa shule moja nzuri sekondari. Kwa kumbukumbu haraka 2003. Baada hapo nilikuwa ni mtu ambaye nilijishughulisha na shughuli nyingi, lakini zaidi umri wangu mwingi sikuweza kuendelea form 5 na 6. Kwa sababu ya nilikuwa na akili darasani na uwezo darasani, lakini yale maisha ya day nilishindwa kufocus na masomo. Nilikuwa nafikiria pesa, nafikiria kazi. Kwa hiyo nilikuwa na mzazi wa kiume anafanya kazi zake, ana kazi za nyumbani Mererani kule na migodi. Kwa hiyo nilikuwa nashirikiana naye na mzee anafurahia na anajivunia mimi kuwa naye. Huku mama anatamani nisome. Kwa hiyo kulikuwa kuna migongano hii hapa, kwa hiyo sikuweza kuendelea na elimu yangu. Nikawa ni mtu ambaye niko porini kule nafanya kazi kwa miaka mingi. Maisha yale sasa ya mjini porini ndo hapa katikati sasa kuja kuingia kwenye maharibiko, sio? Kwenye maharibiko na kupoteza kwa miaka mingi sana mpaka kuja kujipata tena, sio? Ndio maana nasema God is never late, kwa sababu nilikuja kufanya mimi maamuzi ya mabadiliko ya maisha yangu mwezi wa 4 tarehe 2 mwaka 2018. Kila siku ya maisha yangu naikumbuka ile siku, kwa sababu nakumbuka nilitafuta msaada nikiwa na hali gani na hisia gani, sio? Nimesafa kiasi gani, unajua tabu, shida, mateso. Kwani ilikuwaje? Yaani situation ni kwamba ilikuwaje mpaka ukaingia huko? Naweza kusema kuingia kwenye uraibu, maana tunazungumzia addiction au sio? Kuna sababu nyingi, ikiwemo kwangu mimi binafsi ilikuwa ni mazingira hatarishi. Kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye kabla hata sijamaliza shule nilikuwa tayari nina uhuru mkubwa sana ambao kama mwanafunzi, kama mtoto ambaye iko chini ya wazazi sikupaswa kuwa nao. Kwa hiyo kuanzia shuleni kule, kwa ule uhuru, wazazi walikuwa wanajitahidi nisiupate ule uhuru. Lakini addiction ni maradhi ambayo yana nguvu sana. Unajua very powerful. Hawakuwa na nguvu ya kuweza kuyashinda yale maradhi yangu, kupata ule uhuru ambao ulinipelekea maharibiko, uhuru wa kukaa na watu ambao tayari wameshaharibikiwa. Unajua ile ndio maana nakwambia mazingira hatarishi. Kukaa sehemu za watu ambao tayari wameshaharibikiwa na ni kama sema kuna bati, sio? Nguko umejaliwa vizuri, kuna kushaka na bad boy na unakuwa bad boy. Kwa hiyo nilianza kukopi tabia ambazo sio sio ambazo nimelelewa nazo, sio tabia ambazo ni za Mungu anazipenda wala tamaduni zozote zinapenda. Kuna vitu viwili bana brother Sam ambayo ningependa ufahamu na jamii inayotutazama iweze kufahamu. Sawa. Ambavyo ni vitu ambavyo mara nyingi vinapelekea sio mimi tu, watu wengi kuingia kwenye maisha ya kuharibikiwa au ya maharibiko. Maisha ya kupoteza, sio? Kitu cha kwanza ni aina ya malezi ambayo tunakuwa tunapewa na wazazi wetu. Ndio. Aina ya malezi. Malezi yanachukua sehemu kubwa katika kumuandaa mtu kwenye maisha kwa ujumla. Maisha yawe mazuri au mabaya. Lakini pia mazingira ambayo tunatoka. Sababu mimi pia mazingira niliyotoka ni mazingira ambayo jamii iliyokuwa imenizunguka tayari kulikuwa kuna watu wengi ambao tayari washaharibikiwa. Kwa hiyo yale malezi yaliokuwa yani ilifikia hatua, unajua nikizungumzia malezi nitajaribu kwenda deep kidogo brother Sam, kwa faida yako, kwa sababu hapa tunatoa elimu pia tunafahamishana. Sawa. Nikizungumzia malezi ni ile hali ambayo wazazi wawili wapo kuwalelea nyinyi, lakini wao wenyewe inafikia hatua hawana umoja. Wao wenyewe wana migongano. Ile inaathiri mtoto. Wameshindwa kwenda pamoja wao wenyewe. Wakati mwingine wao pia wazazi changamoto zao sisi tunazitambua. Shida sometimes za financial, things like that. Kwamba ile kwa njia moja au nyingine inamjengea mtoto maumivu ndani yake. Inamjengea maumivu,
inamjengea maumivu, kwa sababu mtoto kwa kawaida anapenda wazazi wake na ana huruma nao. Kwa hiyo akiona changamoto zao inamuumiza, iwe za migongano, anaona na utofauti, ana umoja, iwe ni labda financial problems, wanakueleza wewe na wakati ni responsibility yao, au sio? Wao wanaweza kaona ni sawa, ajue pia tuna nini, asio anaitisha, unajua, lakini kumbe kwa njia moja inakuumiza. Kwa hiyo ile unataka kukua haraka. Unataka kukua haraka, usiwe mzigo, unataka kukua haraka, uwe huru. Na wakati huo unaishi pale mtaani, kuna watu tayari washaharibikiwa. Kwa hiyo ukijikuta sasa unajichanganya kwenye yale mazingira hatarishi, watu ambao tayari wameharibikiwa, ni rahisi sana kushawishika kwa ajili ya kukandamiza yale maumivu unayotoka nayo ndani ya nyumba kwenda nayo nje, kwa kuamini kwamba hawa ni watu sahihi. Kumbe unavyokandamiza yale maumivu kwa stimu, au sio, kwa marafiki ambao sio wazuri, unafurahi unapokuwa nayo, ni unakandamiza hisia kwa muda mfupi, yani pumbaziko la muda, lakini mambo yako vile inakuwa sio yani sio kitu sahihi. Kwa mazingira pia yanakuja kuchangia mtu kuharibikiwa zaidi. Yeah. Kwa hiyo sasa kwako wewe nini ambacho kilikuwa kilikupe, yani uliona hapa hii sababu sawa, umeongelea hapo malezi kwa namna moja ama nyingine, lakini ni siku gani hasa ambayo unakumbuka wewe ulianza na ilikuwaje? Mimi nakumbuka mara ya kwanza kwenye maisha yangu navuta bangi. Mimi mkubwa wangu kuna kipindi alifungua biashara ya mashine ya kukoboa na kusaga. Alikuwa ameweka mfanyakazi, lakini wakati mwingine anakuwa anashindwa kufika pale, labda ni siku sio za shule na nini. Mimi nilikuwa pia na wenzangu tunapewa yale majukumu, sio kusimamia ile biashara. Kulikuwa kuna mfanyakazi pale kwenye mashine, sijui kama yuko hai, kama atanisikia hapa kokote aliko. Yule bwana kumbe alikuwa kashaanzaga kutumiaga bangi. Okay, kwa mzoefu tayari. Bro, sijafika sekondari hapo. I was very young, sio? Ndio naelekea kwenda sekondari. Yule bwana alikuwa mzoefu, lakini personality yake kama sio very smart. Kama sio yani ni kama mtu mzuri, yani mimi mwenyewe najiona chizi kuliko wewe. Sasa siku moja aliniambia nimsindikize mahali. Sikujua anakoenda, lakini alienda ghetto kwa masela. Au sio? Mimi nikaenda ghetto kwa hao masela. Au masela wanavuta mavitu yao. Na yeye nikaona anavuta. Na mimi nikagongea. Ndio hiyo mazingira, sio? Kujaribu na kukataza. Hajanikataza. Na siku hiyo nilirudi pale, ulikuwa una miaka mingapi? Kama sio miaka 13, 12, ni mtoto hapo. Kama sio 12, 13. Sasa siku ile nilirudi, mama hakuwepo pale mashineni. Umeona sasa malezi? Sio yani mimi kwa umri ule sikutakiwa kusimamia shughuli zile. Nilitakiwa niwe nyumbani. Hiyo yao majukumu yao. Chini ya uangalizi. Sema to blame, sio? Maisha ya Afrika tuko home of poverty, ignorance and disease, au sio? Watu tunaishi tu, unajua. Hakuwepo, jamaa ndo alikuwepo na mimi. Kwa hiyo nilivyorudi pale, majirani katika ile nyumba, kuna madada akawa ananiambia umekula nini? Mbona macho mekundu? Nimelegea mwili. Unajua kupunguza ukubwa wa tatizo, uongo ulianzia hapo. Nikaambia mimi nimekula, kuna mtu nimemuomba ile kitu inaitwa kuberi. Miaka hiyo kuberi. Meza na mate ya kuberi ndio amenilegeza. Basi wakawa wananipa hadi na maji nini. Lakini kwa umri wangu vile vitu nimeingiza, nilikuwa na zile hali za tunaita paranoia. Yaani sauti ninazosikia zinakuwa tofauti, alafu nakuwa na anxiety. Nakuwa na wasiwasi mwingi, hofu, mashaka, ile bange, stimu za kulanduka wanahitaji, au sio? Stimu za gani kaidi. Kwa hiyo kwa haraka mimi naweza kusema hata kama ni mtoto wangu leo nikimwona tu vile nitajua kuna kitu na nitambana, ataniambia wapi na nini na nini. Lakini sikuwa na mzazi karibu wakati ule kuweza hata kutambua kwamba huyu mtu ameshakula hivi, labda ingearestiwa pale, lakini pia Mungu labda ana sababu zake leo tusaidie mamia ya watu, sio? Sawa. Ndio mara ya kwanza mimi mara ya kwanza. Miaka 12, 13 hapo. Dogo sana. Kwa hiyo nakumbuka kuja sikutumiaga hata pale, sikuwa kwamba naendelea kutumia. Lakini shule ya sekondari nilivyokuja nikakutana tena na watu ambao wanafanyaje. Kwa baada ya pale ukutumia tena? Sikutumia. Lakini baadaye shuleni kuna vijana najua wanatumia na naona wanaunda. Kwa hiyo nikataka na mimi unajua kujikubalisha.
still mazingira yale ya shule nayo sio salama. Kwa hiyo tukisema malezi sio tu kwa wazazi, hata shuleni. Afu tena umetoka Chuga baba ushinde wanakujaza. Kwa hiyo nikajikuta na kule shuleni tena marafiki niliowatengeneza ni marafiki ambao wanatumia, na mimi nikajikuta natumia, najifunza vitu kutumia, kucheza na vile vitu, kukaa nao, sio everything. Kila siku wapi kizuri zaidi huku ninasoma. Sasa hapo kunakuwa tena hata ile focus ya masomo bro inakuwa hamna. Ni primary bro nilikuwa naongozaga shule ya Meru waliosoma na mimi wanajua. Namba 2, 1 nikipata 4. Umeshaelewa? Kenya nilikuwa naongozaga. Nimekuja shule ya seminari Mudio nashikaga namba 1. Isiposhika 2, 3, 4. Yaani ni katika wale wanafunzi ukisema wana akili darasani nahesabika, lakini kuja pale day na kuanza kuvuta hivyo vitu. Yale mambo wanasema prep sijui kujisomea, sijui nini alianza kuondoka kwenye kichwa changu. Mimi naweza sema ndo mwanzo wa mizizi ya kuanza kutumia. Mazingira yalikuwa na nafasi kubwa kunishawishi. Mazingira yalinizidi nguvu mimi. Kwa sababu shuleni panatumika, mtaani nilipozaliwa nayo vijana wameharibika. Wewe unazaliwa Kaloleni. Ololo. Nimezaliwa Kaloleni pale. Na kuwa naona my brothers wanatumia au sio? Kwa kipindi hiyo, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kuendelea kukaa zile sehemu ambazo ni hatari. Kuna wakati mama yangu maskini ya Mungu alikuwa nikiingia na mashaka, japokuwa yana historia kutumia vitu hajawahi kukaa navyo, ajui hata ajui na mimi mdogo anakuwa na wasiwasi na mimi. Wewe umetumia umevuta nini? Mbona unanuka sigara? Nakumbuka siku hiyo nimevaa kanzu kuta nalomwekea mama, nakwambia uongo sana. Yaani hiyo vitu vinaandamana na tabia mbaya, uongo, sio? Namwambia mama, unajua ni nini bibi mkubwa? Hadi nalia. Mimi sijatumia kitu yote na nimetumia. Kujitetea namwambia nimekaa na fulani namtajia vijana wakubwa ambao wanawafahamu wanatumia hivyo vitu. Sio, umeshanielewa? Kombo ile moshi nimekaa nao pale, nilikuwa nawasalimia, wakanituma sigara dukani nikawaletea. Sasa nimekaa nao pale wanakula na mirungi na nini, labda moshi ndo kama ulikuwepo sasa ndo umeniingia. Sio, umeshanielewa? Mimi ni mdogo pale. Ndio. Sasa mimi leo mtoto wangu hawezi kumdanganya kwa sasa sababu wale mapito pia wakati mwingine Mungu ana sababu zake, labda kizazi kinachokuja tukilinde zaidi. Hiyo. Ni kweli. Hapa tunaona na kule shule at least kulikuwa na kubanwa fulani. Ndio. Lakini ile kuja day kwenda nyumbani barabarani na wale mabraza hatunamfahamu dogo fulani. Sasa baada ya pale sasa nimemaliza sekondari. Maisha yakawaje? Nimemaliza mimi mpaka namaliza sekondari. Nilikuwa na uhuru sana. Nilikuwa na uhuru kwa sababu narudi pale pale kwenye masuala ya familia. Familia zetu hizi unajua. Tuko wengi. Nyumba moja, au sio? Kama ndio ushamaliza shule sasa ndio ujue utafanyaje. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria masuala ya maisha. Kuna kipindi mimi hadi nilikuwa nakodisha baskeli mtaani pale, nimenunua vibaskeli na kodishia watu. Vile najaribu kazi za hapa na pale pale mtaani, sinakuja nyumbani na lala. Saa nyingine mimi nanunua bange na nauza, napeleka Dar es Salaam. Mzazi hawezi jua. Lakini ndo nimemaliza tu shule. Pale tena wazazi wawili, mmoja anafurahia nikamsaidia kazi zake kule Mererani. Naenda nakaa naye kule huko Mererani ndio sasa kabisa. Hivyo vitu ndio vilikuwa kwa kipindi hiyo sana. Au sio? Kwa hiyo natumia, yani tayari kama nishakuwa mtu mzima hata hamna kuniambia, hakuna kukuambia kitu. Kikubwa tu nitajistiri usinikute mimi natumia. Na siku zinavyoenda mzazi inafika hatua sasa hata usipokuwa kule porini huko mjini muda mrefu, life ni sako ya maisha ni ile ile. Kutumia tu, kutafuta pesa, ukipata ni kutumia, hata kama yani ile dira na mwelekeo wa maisha inakuwa inapotea. Huwezi fanya maisha huko unatumia hivyo vitu kiukweli. Au sio? Kama wewe yani kama sisi mimi nimeshindwa kutumia vile vitu ni focus na maisha. Mzazi anakuja, unajua umeshaingia sasa kwenye kila kitu hapo, unakula mirungi, unakula hiyo nini. Sio, umeshaelewa? Lakini hajakukuta yeye akija na yeye tena malezi yale. Unajua wazazi wetu walivyolelewa na wao wanataka kutulelea sisi. Ndio maana hata sisi leo tunaambia watoto wetu tusiwalelea kama tulivyolelewa si. Sababu generation inaenda kibadilika. Sawa sawa. Anatulelea kama alivyolelewa. Mimi baba yangu alikuwa ni wale wazee, Mungu amrehemu kule alipo. Kwanza ni mtu wa dini sana baba yangu. Yeye kwenye swala
kusoma dini, unataka kuwa rafiki yake, ni hapo fuata hayo mambo. Sio, umeshaelewa? Kwa hiyo mzee alikuwa tofautiana na baba yangu kabisa. Kabisa. Yani ukitaka kula nenda kanisani. Mimi baba yangu alikuwa ni hafidh wa Qur'ani. Yani ule msaafu ule Qur'ani ile iko kichwani. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa ukishakuwa mbaya na yeye anakuwa mbaya kwako. Kwa imani yake anaona kesho nitaulizwa kwa Mungu. Sio? Wewe unakutana naye na kupigia kelele, "Wewe, umechoka namna hii? Unavuta maunga hapo." Sivuti hata unga baba, ni bange tu. Kwa nini? Kaniona nimekonda, nimenini, lakini huenda labda angekuwa kama mimi fahamu ile, njoo mkaa chini. Ni nini? Unajua ile mkaongea. Lakini ni ile mzazi anaongea kwa ukali. Ule ukali unanichanganya zaidi, kwa mimi nimejiweka mbali na yeye. Akiwepo hata sitaki kuwa karibu yake. Leo tukikutana ni bahati mbaya. Kwa sababu nakuwa sioni ubaya wa zile tabia, bali nakuwa na uoga wa ule ukali. Kumbe nitakiwa nikae nipewe elimu ya zile tabia na vile vitu, athari zake, ili niviogope vile vitu, nisiogope ile si unashaelewa? Nisimwogope mzazi, niogope vitu. Yeye bangu ananiamsha kusali kinoma noma. Yaani kikwambia kinoma noma, yani unanielewa, sio? Hata kwa kukupasua atakupasua, hata kumwagia maji. Mimi nitaamka, nitachukua uzu, nitajifungia bafuni. Kama nachukua uzu yake shaondoka, mimi nitatulia, kisikia geti amefungua amerudi msikitini, na mimi najificha mahali, atakuja chumbani, ataangalia, atajua nimemwacha msikitini. Kwa hiyo nikija naingia kale, sijaswali, ila uoga wa yeye, sio uoga wa Mungu. Si mshe. Kwa hiyo malezi yana pati kubwa sana. Vipi tunawalea watoto wetu, tunawapa elimu. Tusiwapigie tu kelele, tusiwe wazazi wakali tu bila kuwapa elimu ya athari ya hivi vitu. Kwani baada ya kuanza kutumia, manake watu wengi wanasema, ndio, au vijana wengi kwa sasa, kumbe bwana, ukitumia bangi, ndio, kwanza inakupa nguvu za kiume, ndio, inakupa yani, kuna ile ukinuia bwana, mimi yani inakupa confidence, ndio, yani kama bwana, mimi nahitaji kuja kuongea na wewe bwana, mimi nikipiga ile kitu mimi nakukazia macho na tunamalizana yani vizuri. Inanipa yani, inaniongezea kitu fulani hivi ndani. Sasa hii wewe umetumia. Ni kweli kwamba bangi watu wakitumia analima anaweza kumaliza eka moja, inakuaje? Sijui kwa watu wengine, lakini mimi naweza kusema mpaka kwenda kutumia vile vitu ni kushindwa kujiamini, kukosa kujiamini. Na kujiamini nitakiwa nitengenezewe kwenye malezi, kujiamini mimi, kujikubali mimi. Sijui umeshanielewa? Kwa hiyo mimi si kutengenezewa kujiamini kwenye malezi. Kwa hiyo nikajikuta mimi naamini watu wengine, naamini marafiki. Sijui umeshanielewa? Naenda nakaa na marafiki na wakubali, alafu najikubalisha. Kwa hiyo katika kujikubalisha ndio hivyo, ili sasa wanikubali tu, wote tunaonekana sasa ndo wajanja kwa sababu anatumia. Kwa hiyo kutumia ni ujanja. Kwa hiyo nilikuwa ni kutokujiamini. Kwa hiyo unavyokuja kutumia vile vitu, kikweli Sam, nikwambie, vinapoteza ufahamu. Kwa sababu mimi toka nimeacha kutumia, ufahamu nilionao, hata nikikutana wakati mwingine na watu wanaotumia, naona vipi ufahamu wao umepotea. Kama mimi nilivyokuwa ufahamu wangu umefanyaje? Umepotea. Kwa sababu navyosema, nilipoteza dira na mwelekeo wa nini, wa maisha. Kwamba naishi tu kusema survive, lakini sio kwamba naishi kwa mpangilio fulani wa maisha. Naishi kwa kusurvive. Sijui muda wa kulala, muda wa kuamka, muda nini. Yaani mimi nasindikiza watu kwenye kuishi. Yaani mimi na survive, mimi siishi. Kwamba ni nini? Tayari nimeshapata matatizo ya afya ya akili. Nimepata matatizo ya afya ya akili kwa sababu ya matumizi ya vile vitu. Ina maana ufahamu ule unapotea. Yaani ile ukuaji wa fikra unasimama. Lakini sio tu fikra, hata imani nayo inafilisika. Yaani imani inakuwa bankrupt, sio? Kwa sababu kama mimi nimelelewa, wazazi kweli, kama ni dini nimesomeshwa, naelewa zuri, naelewa baya, naelewa jema, naelewa ovu. Lakini imani ilifilisika kiasi kwamba mimi yani sikuwa na hofu yoyote ya kufanya kitu kibaya, kuongea uongo, kudanganya, si tumeshaelewa yani, na mengi ambayo sio mazuri, au sio? Sawa. Mimi ninachotaka kujua ni kwamba mimi naweza nikawa napiga labda pafu moja, ndio, nikawa safi kabisa, ndio, au hata nikavuta sana, ndio, lakini mpaka nakuja kuwa mrahibu.
yani hiyo situation ya kutoka kuwa kwamba bwana ni kama burudani, ndio kama kitu cha kawaida, lakini kuja kuwa kama mzigo. Ndio hiyo kwako ilikukuta. Sasa kuna vitu viwili sana na jamii pia iweze kufahamu, au sio? Kuna addiction ambayo ni uraibu tegemezi. Sawa. Addiction saa nyingine iko kwenye nasaba. Inatafutaga tu sababu ya kumpata, kwa sababu kama mimi ukiangalia na ndugu zangu wengi nasaba yetu ni moja, si ndio? Wazazi wetu ni hao lakini mimi ndo nimeingia kwenye addiction. Kwa nini? Ina maana hiyo huenda kuna babu na nani ambaye ni alishatumiaga, labda sio choice ya kilewesho kile nilichotumia, lakini kuna kilewesho leo kufanyaje alichotumia, ndio hiyo sasa ni kiprofession. Na hilo swali ni zuri, na mimi naweza nikakujibu vizuri kwa sababu mimi ni recovery support professional. Pia recovery support professional. Mimi ni mwelimishaji rika wa maisha haya ya mabadiliko, tena kitaalamu, sio kienyeji kidarasani, sio sawa. Sasa hapo nimekuonyesha kwamba ni ugonjwa ule uraibu. Lakini kuna addiction na kuna substance na kuna drug dependence. Yaani kuna mtu ana ugonjwa wa uraibu. Yaani addiction ni disorder, ni ugonjwa. Alafu drug dependence ni mtu tu yani tegemezi wa vile vilevi. Yaani bila hii hawezi. Yaani hata mpaka vipi ataenda kazini na utamwona yuko smart, ana gari, ana nyumba, sio, umeshanielewa? Lakini drug dependence. Hiyo ni bangi, hiyo ni mirungi, hiyo ni nini whatever. Hiyo lakini ana drug dependence, hana uraibu. Sasa watu wengi wanahukumu. Kwa nini utumie kitu hadi ikufanyie vibaya? Sasa leo niliweke wazi ili kwa sababu nimekuja sehemu halisi ambayo elimu hii ipo, au sio? Sawa. Wote wana arosto. Vile tunaita withdrawal symptoms, dalili ya tarishi. Yule mwenye drug dependence akikosa anashikwa na ile dalili zile za kutamani kwenda kutumia. Yaani ile craving, ile hamu ya kutumia anapata. Na huyu mteja au tunaweza kusema huyu mgonjwa sasa wa uraibu, hatupendi kutumia ile jina la uteja sasa hivi kwa sababu kidogo linakuwa kama lina unyanyapaa. Huyu mgonjwa wa uraibu na yeye pia hivyo akikosana, tunafanana na ile tolerance, ule ustahimilivu wa kutumia vile vitu. Sasa kitu ambacho tuko tofauti ni kwamba mimi ambaye nina ugonjwa wa addiction, despite any harmful consequences, mimi siwezi kuacha kwa kufanyiwa mahubiri, siwezi kuacha kwa kupelekwa jela, siwezi kuacha kwa kupigwa, siwezi kuacha kwa kuumwa. Ndio mgonjwa huo wa uraibu. Lakini ile drug dependence akipata consequences, anaweza kaumwa na kifua kaona kitu mimi naacha sasa hadi nimemua hii. Au anaweza kapata aibu moja tu. Nakunywa pombe leo, nimetukana watu ambao sitaki kuwatukana. Kesho mimi ndo naacha kabisa na maisha yake yote akaacha. Yeye anayo ile will power. Anaweza kaamua. Ana ile nia binafsi ya kusema si naacha. Lakini mgonjwa wa addiction hana ile will power. Hana maamuzi. Hana decision. Hakuna namna, mwenyewe hawezi. Si umeshapata hiyo elimu hapo, umeelewa vizuri? Hapo nimekupata. Kwamba kuna drug dependence na kuna addiction. Na huku nje wako watu wengi wanatumia. Lakini mtu anaweza kuambia sasa mimi nimechoka, lakini sijafika hali za wale mateja, au sio? Sijafika hali za kuuza nguo, kuibia watu au vipi, au sio? Lakini mimi pia nimechoka kutumia hivi vitu. Sitaki kutumia. Yule sasa akipata tabu moja tu anaacha. Akikutana na kipigo kimoja tu anaacha. Lakini sasa mraibu haachi. Mraibu anaenda jela, akitoka anarudia pale pale. Anapigwa leo, kesho atapita pale pale, ameharibu pale pale alipopigwa.